Sky TV. Naam, ni wakati mwingine tena. Huwali gani na karibu kutoka Dodoma, Tanzania. Karibu, hii ni Sky TV. Karibu sana katika ulimwengu habari, na habari kuu siku huu ni pamoja na CCM kuahidi kujenga barabara ya tabaka ngumu. Katika habari za kimataifa, Umoja wa Mataifa umesema raia wasiopungua 91 wameuawa nchini Sudan katika kipindi cha siku 10. Na katika michezo, kocha wa zamani wa Yanga Nabi amtembelea Mavunde. Naam, hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Maliango Mugeta. Maelfu ya wananchi wa wilaya Hanang, mkoa wa Manyara, Ijumaa Oktoba 3, 2025 wakiwa wamejitokeza kwa wingi kumlaki na kumsikiliza mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan. Alianza ziara yake kikazi mkoani Manyara akitokea mkoa wa Arusha. Hata hivyo, akizungumza leo Ijumaa Oktoba 3, 2025 mbele ya mamia wananchi katika viwanja vya Mnadani Karatu mjini, Dr. Samia amesema usanifu wa barabara ya Engaruka Ngaresero pamoja yenye urefu wa kilomita 24 umekamilika na serikali ipo tayari katika hatua za kutangaza mzabuni. Hata hivyo, Dr. Samia amesema endapo ataaminiwa na Watanzania kuunda serikali, basi atahakikisha kwamba wilaya Ngorongoro na Monduli zinaunganishwa kwa kiwango cha lami pamoja na ujenzi wa barabara nyingi za ndani katika wilaya hiyo ili kurahisisha shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Hii ni taarifa zaidi. Kwa hapa Karatu, barabara ambazo utakwenda kuzifanyia kazi kama ilivyosemwa na mgombea kwamba ni barabara kuanzia geti la Ngorongoro kwenda Serengeti kilomita 88 ambazo tutajenga kwa tabaka gumu, na tutakuwa na awamu 3 ya ujenzi. Lakini pia awamu ya kwanza itakuwa ni kilomita 29, tugharimu bilioni 70 kwa mwaka wa fedha huu tulionao, na maana ujenzi unaanza sasa hivi. Lakini kwa upande mwingine kuna ombi la kilomita 10 kwenye barabara ya kuelekea kwenye mahoteli ya utalii. Ombi tunalichukua, tutakwenda kulifanyia kazi. Lakini pia kuna kuweka taa za barabarani kuanzia mto wa Mbu, Karatu hadi mpakani geti la Ngorongoro, kuweka mataa njia yote mpaka kufikia geti la Ngorongoro. Lakini kwa upande wa, nashukuru sana, lakini kuna maombi mengine mawili. Kilomita 10 nimeshalichukua, taa za barabarani tayari. Lakini hizo ni barabara za kukava kote. Nikiangalia kwa upande wa Monduli, kuna barabara ya mto wa Mbu Engaruka kilomita 50 kwa kiwango cha lami, ambacho tayari taratibu za ununuzi zimeshafanyika na mkandarasi ndio anatafutwa sasa hivi ili ajenge sehemu ya mto wa Mbu hadi Selela, kipande chenye urefu wa kilomita 23 kwa kiwango cha lami. Hii kipande kinaendelea, na kwa sasa wakala wa barabara amewasilisha ombi la kibali cha kusaini mkataba na Wizara ya Ujenzi. Lakini pia kuna mapitio ya usanifu wa kina kwa ajili ya ujenzi wa sehemu ya barabara ya kutoka Selela hadi Engaruka yenye urefu wa kilomita 27 umekamilika. Tunachofanya sasa ni kutangaza zabuni na kutafuta mjenzi wa barabara hiyo. Fedha yake iko kwenye bajeti ya mwaka huu. Barabara hiyo itakwenda pia kule Monduli. Ndiyo barabara inayokwenda kwenye kiwanda cha magadi soda kitakachojengwa kule Monduli eneo la Engaruka. Vile vile barabara hii
inatumika katika utalii wa Ziwa Natron. Kwa ni barabara muhimu, lazima tuijenge na tuimalize. Eneo jingine ni barabara kutoka Engaruka hadi Ngarasero, kilomita 24 kwa kiwango cha lami. Mapitio ya usanifu wa kina, kipande cha barabara kati ya Engaruka na Ngarasero chenye urefu wa kilomita 24 yamekamilika. Serikali iko katika hatua za kutangaza zabuni kwa ajili ya kuanza ujenzi kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo kwa upande wa barabara, hizo ndizo barabara tutakazozishughulikia, pamoja na kuunganisha Ngorongoro na Monduli. Kuunganisha Ngorongoro na Monduli. Kwa upande wa barabara, hayo ndio tutakayoyafanya. Naam, ni katika mwendelezo wa kampeni katika mikoa mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema kuwa walimu ni nguzo muhimu na kuu ya maendeleo ya taifa lolote hapa duniani. Kwa hiyo wanatoa rasilimali watu yenye elimu ambayo ni muhimu zaidi kwa taifa. Mindi Joseph na taarifa ifuatayo. Amesema mafanikio ya kielimu, kijamii na kiuchumi yanatokana na juhudi za walimu, kwani walimu ni fahari ya familia, jamii na nchi, na kupitia mikono yao vijana wa Kitanzania wanajengewa maarifa, stadi na maadili ya uzalendo. Amesema hayo leo Ijumaa Oktoba 3 wakati wa maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani ambayo kiwilaya imeadhimisha Bukombe mkoani Geita katika uwanja wa shule sekondari Ushirombo. Nimeiona hapa kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu inasema walimu wetu fahari yetu. Kauli mbiu hii inaonyesha dhahiri jinsi walimu mnavyothaminiwa kama nguzo ya maendeleo kwenye taifa hili. Walimu ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa lolote duniani. Na kila hatua ya ustawi wa kijamii na kiuchumi inaanzia darasani kupitia juhudi za mwalimu. Walimu ndio wanaotupa sisi rasilimali muhimu zaidi ya taifa, kwa maana ya rasilimali watu yenye elimu, stadi na maadili. Bila walimu hakuna taaluma, hakuna viongozi wa kesho na hakuna taifa linaloweza kusimama imara. Kwa mwalimu ni mtu muhimu. Na walimu ndio chimbuko la uvumbuzi na ubunifu wa kizazi kipya. Na kupitia mikono yenu walimu, watoto wetu wanajifunza kusoma, kuandika, kuhesabu, lakini pia kufikiri kwa kina kila hatua. Na nyie walimu mmewezesha vijana kugundua vipaji na kuvikuza ili viwe na chanzo cha ajira, mapato na maendeleo yao binafsi, lakini maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amesema kuwa taaluma ya ualimu ndio taaluma pekee inayomtengeneza mtu awe bora kuliko hata ualimu wenyewe, na wakati wote hujinyima muda wake na nguvu zake zote kumtengeneza mtu kuwa mme au mke bora au hata mzazi bora. Hii ni taaluma ambayo tunaamini kuwa ni taaluma ya uumbaji wa pili baada ya mwanadamu kuzaliwa na wazazi wake. Kazi ya pili ya kumuumba mwanadamu huendelea hapa duniani, na muumbaji huwa ni mwalimu. Mwalimu ndiye anayetoa mwelekeo wa maisha ya kila mtu, na ukiona jamii yoyote yenye ustaarabu na kustaarabika haihitaji kupiga ramli kujua nani chanzo chake, ni mwalimu ndio sababu yake. Ndio maana wasomi waliotutangulia huko nyuma waliwahi kusema, ukitaka kuliua taifa lolote ama kulifanya lionekane duni wakati wote, basi hatua ya kwanza huwa mwalimu au huwa ualimu pamoja na taaluma ya ualimu. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo amesema kuwa serikali ya awamu ya 6 imeendelea kufanya shughuli mbalimbali zinazowezesha walimu kufanya kazi zao kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya, ikiwemo ujenzi wa miundombinu shuleni, na lengo ni kukuza ujifunzaji na ufundishaji. Wizara imeendelea kufanya shughuli mbalimbali ambazo zimemwezesha mwalimu kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kwa ufanisi. Kama ambavyo tumesikia katika taarifa mbalimbali, kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI
miundombinu mbalimbali ya shule imeboreshwa na hivyo kuongeza ufanisi katika tendo la ufundishaji na ujifunzaji. Serikali inathamini jitihada zinazofanywa na walimu kwani wamekuwa kiini cha mafanikio. Mindi Joseph, Sky TV. Asante Mindi Joseph kwa taarifa hiyo na heri pia katika siku ya walimu duniani. Na mtazamaji, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita na viongozi wa dini wameazimia kuzuia na kupambana na rushwa kwa wagombea wa nafasi ya urais, ubunge na udiwani kutumia nyumba za ibada kufanyia kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Michael Francis Bundala na taarifa ifuatayo. Azimio hilo limepitishwa kwenye mkutano maalumu ulioandaliwa na TAKUKURU kwa lengo la kujadili nafasi ya viongozi wa dini katika mapambano dhidi ya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu. Na hapa naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita Alex Mpemba anasema wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania wanapaswa kuwa na mshikamano na kuzuia rushwa. Tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani mwaka 2025, bado kama Watanzania tunapaswa kushikamana na kushirikiana katika kuzuia vitendo vya rushwa. Nafikiri moja ya maazimio hapo tumekubaliana kwamba nyumba zetu za ibada kutokana na utukufu wake hebu zisinajisiwe. Askofu wa kanisa la TMRAC Stefano Saguda ambaye ni mwenyekiti mwenza kamati ya amani mkoa wa Geita amesema wakati mwingine watumishi wabaya ndio wamesababisha dunia kuwa katika laana kwa kupindisha haki za watu kutokana na vitendo vya rushwa. Wakati mwingine watumishi wabaya ndio wameisababisha dunia kuwa katika laana. Maana mtu mwenye haki ameenda kwenye sheria akikusudia apate haki. Wanasheria, poreni sana. Mtu mwenye haki amekuja kwako ili umpatie haki yake, ipatikane haki yake wazi. Lakini pamoja na kupewa na haki unaiona na una akili timamu kabisa ya kwamba kweli huyu mtu ana haki. Lakini kwa kupewa fedha tu inabadilisha maamuzi. Mwenye haki anakoswa haki yake. Mungu anasema amewaweka ya kwamba muamue kwa haki. TAKUKURU mmepewa nafasi hii na Mungu. Mumuwakilishe Mungu kwa haki. Na Sheikh Ibn Badhi Rajab akizungumza kwa niaba ya Sheikh wa mkoa wa Geita Alhadi Yusuf Kabaju ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya amani amesema wakati mwingine wananchi wanapitia wakati mgumu baada ya uchaguzi kwa sababu ya kumweka kiongozi kwa rushwa na kwamba rushwa ni dhambi, hivyo haipaswi kupewa nafasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi unafikia wakati tunapitia maisha magumu kwa sababu tuko katika laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kilichotupelekea baada ya sisi kumweka mtu katika uongozi kwa mifumo ya rushwa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita imekutana na viongozi wa dini ikiwa ni mwendelezo wa kutoa elimu ya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Francis Bundala kwa taarifa hiyo katika ulimwengu wa habari. Mtazamaji, kumbuka kama wajiunga nasi, hii ni Sky TV na unatazama ulimwengu wa habari. Miongoni mwa habari ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na wazazi wapaza sauti kwa aliyelawiti watoto 3 Dodoma wakiomba serikali kuwasaidia. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV. Mimi ni Maliango Mogeta. Mwanaume aliyefahamika kwa jina la Isa Ramadhani mwenye umri wa miaka 35 ambaye ni mkazi wa mtaa wa Mnyakongo kata ya Nkohungu jijini Dodoma anatuhumiwa kwa kumbaka na kulawiti watoto 3 wenye umri chini ya miaka 3 na kuwasababishia majeraha makubwa sehemu zao za siri. Zinazil Msimwa ana taarifa ifuatayo. Anaumia. Kwa hiyo akashindwa akamwacha, kwa hiyo amemchana kwa huku nje. Alikuwa kaharibika vibaya sana, kwa kachanika kote mbele mpaka nyuma, viungo vyote vilikuwa vimeachana. Tukio hilo linalodaiwa kutokea mnamo Agosti 12 majira ya saa 5 asubuhi wakati watoto wao walipokuwa wakicheza jirani na makazi yao. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa aliwadanganya watoto hao kwa kuambia wafuate pagale lililokuwa karibu akidai lina makopo ya kuchezea, ndipo akawafanyia vitendo hivyo vya kinyama.
Mmoja wa watoto amesimulia kuwa walipojaribu kupiga kelele, mtuhumiwa aliwatishia kuwa atawaachia mbwa washambulie. Baada ya ukatili huo alitoroka eneo la tukio. Akasema ndio nikupe mako. Akaniingiza kwenye gari. Akasema ukipiga kelele nitakuitia mbwa. Ukipiga kelele nitakuitia mbwa. Dudu lake. Tukaondoka. Wazazi wa watoto hao walikimbilia kituo kikuu cha polisi Dodoma kulipoti tukio, ambako walipatiwa fomu ya matibabu PF3 na watoto kupelekwa hospitali kwa huduma za haraka. Matokeo ya vipimo vya kitabibu vilithibitisha kuwa watoto walilawitiwa na kupata majeraha makubwa. Hata baada ya mtuhumiwa kukamatwa, wazazi wamesema wameshuhudia ucheleweshaji wa mchakato wa kisheria. Mpaka sasa hivi hatujui hatima yetu ni nini, mwa tunaona kimya. Hatujui je, mhalifu huyo yupo, anafanya nini? Hatua gani imechukuliwa mpaka sasa hivi hatujui. Tukiuliza wanasema kwamba kesi ipo, inaendelea vizuri, inaenda mwezi wa pili. Hatujui hatima yetu ni nini. Sijajua haki ya mwanangu ni nini. Mwanangu anapataje haki yake? Na ninateseka mpaka leo. Ninateseka toka nimeanza kubuguza mwanangu mpaka leo ninateseka, na mwanangu mpaka juzi tena kidonda kile kimefumuka. Mwanangu anatoka usaa bado. Natumia pampers bado. Mwanangu anatoka usaa, kidonda bado hakijapona. Naendelea kutabika na yani huduma zinakuwa ngumu, changamoto. Hela za kumbuguza mwanangu nakuwa ni ngumu. Kila kunapokucha mimi mwanangu lazima nipeleke hospitali. Ninachokiomba waweze kunisaidia katika huduma za mwanangu kimatibabu, kwa sababu bado mwanangu anaendelea kupata shida. Hajapona na kila ninapoenda hospitali ni hela. Natumia madeto, pampers, madawa. Naomba serikali, mheshimiwa, mama yetu, rais popote alipo, kama anasikia kilio changu aweze kunisaidia. Kwa mtumio alikuwa anamuingizia mtoto wangu, kashindwa. Kaona mtoto analia naumia. Kwa hiyo akashindwa, akamwacha, kwa hiyo amemchana kwa huku nje. Mtoto ngeni mpaka daktari anaingiza kidole kinaingia. Ni mdogo mtoto wangu eti. Yule baleni ni mdogo. Kuongea tu hawezi. Kumwona mtumio ndo ataanza kumuonyesha. Hawezi. Toto hivyo. Yaani tunataka ule mtumio ahukumiwe. Anafanya nini Central? Yaani tunataka ahukumiwe. Achukue haki yake kama alivyotesa watoto. Mbona amewatesa eti? Ni wadogo. Alikosa watoto kwenda kuwanunua mpaka afuata watoto. Mwenyekiti wa mtaa wa Mnyankongo Bwana Stefano Chiwalingo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa mtuhumiwa ni mtu mwenye akili timamu, ila ni mtumiaji wa vilevi ikiwemo pombe, sigara na bangi. Huyu mtu ana akili njema tu, lakini ana uraibu wa pombe. Anapenda tu hizi pombe zao kuka, pombe kali ndogo ndogo za plastiki na free na bangi atakuwa anavuta, lakini mbali ya maisha mengine yuko tu vizuri na anafanya kazi tu, anajipatia kipato. Lakini kwa siku hiyo sikujua alikuwa katika hali gani ambayo alienda kufanya hayo matukio. Kwa hiyo wazazi wawe makini sana, hata ile watoto wanapoenda shule za kwenye umbali mrefu, basi watoto na ni wazazi wahakikishe mtoto amefika shuleni akiwa salama. Zinazire Mswima, Sky TV. Ni taarifa kutoka kwake Zinazine Msimwa. Pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki, lakini naamini kwamba sheria inachukua nafasi yake. Serikali kupitia mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma PPRA imeanza mchakato wa kuhakikisha kuunganisha mfumo wa malipo serikalini MUSE na mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeTS,
ambao huu ukibainisha hatua hiyo itasaidia kukomesha ucheleweshwaji wa malipo kwa wakandarasi, jambo ambalo linachangia kusuasua kwa miradi mbalimbali ya maendeleo. Kutoka Arusha, Amina Ngahewa ana taarifa ifuatayo. Hatua hiyo imebainishwa na mkurugenzi wa mamlaka hiyo Dennis Simba wakati wa mafunzo ya siku 3 yaliyoandaliwa na PPRA kwa kushirikiana na ofisi ya mhasibu mkuu wa serikali, yakilenga kuwajengea uwezo wa watendaji wa ofisi ya mhasibu mkuu wa serikali katika namna sahihi ya matumizi ya mfumo huo, hatua itakayosaidia kuongeza haki na uwazi katika kuomba tenda na malipo kwa wakandarasi. Kuunganisha moja kwa moja moduli ya malipo, yani e-payment, ili kuhakikisha uanzishwaji wa maombi na malipo unaendana na idhini ya thibitisho uliotolewa kwa utekelezaji wa mkataba husika. Hii itasaidia kuwa na madai halali na hatimaye malipo halali na halisi. Hatua hii inaongeza uwazi na kuchangia usahihi na utoaji wa malipo kwa haki hata bila mzabuni kufuatilia kwenye ofisi ya serikali. Mary Kimambo ni mhasibu mkuu wa serikali msaidizi, ameeleza kuwa mfumo huu wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST na mfumo wa malipo ya serikali MUSE amesema utasaidia kuokoa muda. Mifumo hii miwili inasaidia sana katika kuhakikisha kwamba manunuzi yote ya serikali yanafanyika kwa wakati na wale watoa huduma, yani wazabuni, wanapata malipo yao kwa wakati. Lakini ofisi ya mhasibu mkuu wa serikali kama serikali inaweza kupata huduma zake kwa wakati. Kwa sasa hivi baada ya kuunganisha mifumo hii, mfumo wa NeST pamoja na MUSE, yale malalamiko ambayo wamekuwa nayo especially wakandarasi hayatakuwepo, kwa sababu ucheleweshaji utakuwa haupo, kwa sababu michakato yote itakufanyika kwa wakati. Kwa kupitia mifumo hakutakuwa na interference ya mtu mmoja baada mwingine. Kwa upande wao, watendaji walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kuwa kuunganishwa kwa mfumo huo kutasaidia katika kuongeza uwajibikaji, haki na uwazi, na hivyo kuongeza kasi ya maendeleo nchi. Changamoto iliyokuwepo, kuna malipo ambayo yalikuwa yanafanyika nje ya mfumo kwa ajili ya kuwalipa wakandarasi mbalimbali, lakini kutokana na mafunzo ambayo tuliyopata imetuondolea changamoto kwamba sasa hivi wizara au serikali inaweza kuunganisha mifumo yake, inakuwa inasomana kati ya mfumo wa manunuzi pamoja na mfumo wa malipo, ambao sasa hivi kutokana na mfumo huu ukiweza kukamilika vizuri na katika moduli zake zote zikamilika, serikali itaweza kuwalipa wakandarasi kwa haraka na hakutakuwa na madeni ya serikali ya wakandarasi kwa muda mrefu. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Asante Amina Ngahewa toka Arusha kwa taarifa hiyo. Na mgombea udiwani wa kata ya Nyimbili, jimbo la Vwawa, mkoa wa Songwe, kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Charles Kayuni amesema kuwa wapo baadhi ya watu ambao wanaojaribu kumgombanisha na mgombea ubunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Jaffer Hasunga. Hata hivyo, amesema jitihada hizo hazitafanikiwa kwa kuwa anamheshimu sana na yupo tayari kushirikiana naye kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. John Kiango ana taarifa ifuatayo. Kayuni amesema hayo katika mkutano wa kampeni wa Mheshimiwa mbunge Hasunga uliofanyika katika kijiji cha Masangula, ambapo alisisitiza dhamira yake ya kushirikiana kwa karibu na mbunge huyo pindi watakapochaguliwa. Watu wameendelea kutuchonganisha. Mheshimiwa, mimi naamini siwezi kugombana. Siwezi kugombana na wewe, siwezi kugombana na chama. Mimi nimekaa kwenye chama, nimelelewa na chama, nina maadili ya chama. Kwa kama kuna mtu anadhani mimi na Hasunga atatugombanisha, muda wake huo haupo. Sisi hapa tunaenda kufanya kazi ya CCM, tunaenda kuwatumikia wana jimbo la Mbozi, lakini tunaenda kutumikia wana Nyimbili. CCM oye! Mheshimiwa, naomba uondoe shaka, mimi ni kijana wako, unanifahamu, hatujafahamiana hapa, unanifahamu. Naamini uwe na amani, lakini maombi yangu kwa Masangula ni hayo mlioyaomba, lakini ninashukuru kwa yale uliyofanya na mimi nitaendelea kuyatunza na wana Masangula, lakini yale mlioyafanya na Mheshimiwa Nzunda mazuri yote nitaendelea kuyaenzi, nitaendelea kuyaweka kipaumbele ili mradi wana Nyimbili waweze kupata haki zao. CCM oye! Kuivwana moyo. Ine neema na Wakayuni.
Kwa upande wake mgombea ubunge jimbo la Vwawa Mheshimiwa Japhet Yasunga amesema mshikamano na ushirikiano wa viongozi ndio msingi wa maendeleo ya wananchi. Ameongeza kuwa ni muhimu viongozi kuepuka kutokuelewana ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na maendeleo ya haraka. Yako kama muombe na diwani wako, rafiki yako, jirani huyo, ni kusimamia na kushikamana na mimi kila kona. Wapo watakao tukuunganisha mimi na wewe. Usikubali. Mimi na wewe tutashikana na diwani tutashikana. Wananchi wanachohitaji ni maendeleo. Uongo kweli? Hawahitaji kugombana eti hao waelewane. Inakusaidia nini? Sisi tunatakiwa tulete maendeleo. Na tukileta maendeleo, wananchi hao watafurahi sana. Uongo kweli? Masangura hoye. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Naam, asante John Kiango kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kumbuka unatazama Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV, na taarifa hiyo ndio imetukamilishia katika upande mzima wa habari za kitaifa. Na muda si mrefu mara baada tu ya mapumziko mafupi tutaweza kuungana naye Godliness Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84
5001 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Serikali imeanza ujenzi wa soko la kisasa la wafanyabiashara wadogo litakalosaidia kuongeza kiwango cha usalama wa bidhaa kwa watumiaji na wauzaji kupitia fedha za maendeleo kutoka serikali kuu. Hayo yamesemwa leo na kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa ndugu Ismail Ali Usi wakati akiweka jiwe la msingi kwenye soko litakalohudumia kata mbili za Matai na Liyowa zenye vijiji 4 katika halmashauri ya wilaya Kalambo mkoani Rukwa. Ombi langu kwa wajasiriamali na wafanya biashara, tuendelee kuunga mkono jitihada za serikali, na kama kuna wafanya biashara ambao bado hawajenda kujisajili ndani ya halmashauri, kwa kweli wakati na muda ndio huu wa kwenda kufanya hivyo, kwa sababu litakapomalizika soko hili tunahitaji kuwaweka wafanya biashara wengi ili waweze kuuza bidhaa zao katika eneo hili. Tunataka kuondokana na uuzaji wa biashara katika maeneo ya barabara kwa maana ya chini, pamoja na maeneo mengine ambayo yatakuwa sio rasmi. Lakini maeneo haya tunatenga ni kwa sababu ya kuwajali wafanyabiashara wetu. Ni imani yangu kila mjasiriamali, mfanya biashara aliyepo ndani ya wilaya hii kwa kweli ataendelea kuona maono makubwa ambayo serikali inaendelea kuyapatia. Serikali tayari imeshatoa fedha nyingi. Mkurugenzi ameshatuambia pale zaidi ya wananchi 100 na kuendelea wataweza kuja kutoa huduma katika soko letu hili. Na sasa tuangazie viwango vya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2429 na senti 2 na kuuzwa kwa shilingi 2453 na senti 5. Pauni ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3265 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 3298 na senti 5. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2851 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 2880 na senti 4. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 140 na senti 5 na kuuzwa kwa shilingi 141 na senti 9. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 18 na senti 9. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 7. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Biashara na uchumi. Naam, asante kwa kutupitisha katika biashara na uchumi. Mtazamaji, bado unafuatilia Sky TV katika ulimwengu wa habari, na mapumziko yafuatayo yatatusababisha tuungane na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni kuhusu Umoja wa Mataifa asema raia zaidi ya 91 wauawa Darfur mnamo mwezi Septemba.
Habari za kimataifa. Hizi ni habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga. Watu wapatao 91 wameuawa katika mji wa El Fasher uliokuwa umezingirwa na wanamgambo wa RSF kufuatia mashambulizi makali yaliyofanywa na wanamgambo hao na yaliyodumu kwa siku 10 mwezi uliopita. Kwa mujibu wa kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk, kitongoji cha Daraga Oula kilichopo magharibi mwa El Fasher kimekuwa kikilengwa mara kwa mara na mashambulizi ya RSF yakihusisha matumizi ya mabomu, droni na uvamizi wa ardhini kati ya Septemba 19 hadi 29. Katika tukio la hivi karibuni lililolenga makazi ya raia, RSF ilirusha kombora lililosababisha vifo vya watu 16, wakiwamo wanawake 3 na kujeruhi wengine 21, wakiwamo watoto 5. Mtandao wa madaktari wa Sudani umetaja tukio hilo kama mauaji ya kimbari. Vita kati ya jeshi la wanamgambo wa RSF vilianza mnamo mwaka 2023 baada ya mivutano kuzuka kati ya washirika hao wa zamani waliotarajiwa kusimamia kipindi cha mpito kuelekea demokrasia baada ya mapinduzi ya mwaka 2019. Hali ya kibinadamu katika mji wa El Fasher na maeneo ya Darfur inaendelea kuwa mbaya, huku mashirika ya kimataifa yakihimiza hatua za haraka kuchukuliwa ili kuwalinda raia na kusitisha mapigano. Kwingineko, maandamano mapya ya kudai mageuzi katika sekta za afya na elimu yamefanyika nchini Morocco kwa siku ya 6 mfululizo kufuatia vifo vya watu 3 vilivyotokea wakati wa makabiliano yaliyotokea jana usiku. Mjini Rabat, waandamanaji waliobeba bendera za taifa walikusanyika barabarani na kushinikiza kuimarishwa kwa sekta ya afya badala ya kupewa kipaumbele kwa ujenzi wa viwanja vya michezo. Kwa mujibu wa mwandishi wa shirika la habari la AFP, maandamano ya siku ya Alhamisi yalifanyika kwa amani bila kuripotiwa visa vya vurugu. Maandamano mengine pia yameripotiwa katika miji ya Casablanca, Marrakesh na Agadir, yote yakifanyika kwa utulivu. Hali ya kuongezeka kwa maandamano imechochewa na hasira ya umma kuhusu ukosefu wa usawa wa kijamii, hasa baada ya ripoti za mwezi uliopita kuhusu vifo vya wanawake 4 wajawazito katika hospitali ya umma mjini Agadir, tukio lililoibua maswali kuhusu ubora wa huduma za afya nchini humo. Wengi wa waandamanaji wanaamini kuwa sekta za afya na elimu ya umma zinahitaji maboresho ya haraka, hasa wakati ambapo mamlaka zinaendelea kusukuma miradi mikubwa ya miundombinu kwa ajili ya kuandaa kombe la mataifa ya Afrika mwezi ujao pamoja na kombe la dunia la FIFA la mwaka 2030. Na hatimaye, Rais wa Urusi Vladimir Putin ameionya Marekani kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mzozo kati ya Moscow na Kiev endapo Marekani itakabidhi Ukraine makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk. Akizungumza katika kikao cha majadiliano cha Valdai kilichofanyika mjini Sochi siku ya Alhamis, Putin ameeleza kuwa hatua hiyo ya Marekani haitakuwa tu msaada wa kijeshi bali itatafsiriwa kama ushiriki wa moja kwa moja wa kijeshi wa Marekani katika vita vinavyoendelea. Putin amesisitiza hatari ya hali hiyo, akielezea uwezo wa makombora ya Tomahawk kuidhuru Urusi na kuongeza kwamba hata iwapo Ukraine itapewa makombora hayo haitabadilisha chochote katika uwanja wa vita. Pia ameonya kwamba hatua hiyo inaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa uhusiano kati ya Urusi na Marekani. Kauli ya Putin ameitoa katika wakati ambapo mataifa ya Magharibi yanatathmini uwezekano wa kuchukua hatua zaidi za kijeshi na kuiwekea vikwazo zaidi Urusi. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa.
Naam, asante Pius Jayonga kutupitisha katika habari za kimataifa. Bado tuko pamoja katika ulimwengu wa habari, na sasa tunageukia katika michezo na burudani, ambapo huko tunaenda kutana naye Lai Said, lakini kwanza mapumziko yafuatayo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hujambo mtazamaji wa ulimwengu wa habari, karibu tuelekee viwanjani kufahamu yale yote ya kimichezo. Ungana nami Habari za michezo na burudani.
Habari za michezo na burudani. Hujambo mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, sasa ni wasaa mzuri wa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo. Ungana nami mwana michezo wako Lai Saidi. Tukianzia hapa nyumbani ambapo kocha wa zamani wa klabu ya Yanga Nasreddine Mohamed Nabi leo amefanya ziara maalum ambapo ametembelea jimbo la Mtumba hapa Dodoma na kumtembelea waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye pia ni mgombea ubunge wa jimbo hilo. Nabi ambaye alijipatia umaarufu mkubwa nchini kutokana na mafanikio yake akiwa na klabu ya Yanga aliwasili Mtumba akiwa na tabasamu na furaha na kupokelewa na mheshimiwa huyo, ambapo tukio hilo limezua gumzo kubwa kwani si kawaida kuona kocha wa kigeni akishiriki kwa ukaribu katika shughuli za kijamii na kisiasa. Wakati wa ziara hiyo, Nabi alipata nafasi ya kutembelea ofisi ya waziri Mavunde ambapo alifanya mazungumzo ya kirafiki yaliyohusu maendeleo ya michezo nchini, hususan uwekezaji katika miundombinu ya michezo na namna ya kuinua vipaji vipya vya vijana, kama ambavyo mheshimiwa Mavunde anabainisha. Moja kati ya mambo makubwa ambayo tutakwenda kuyafanya katika jimbo letu la Mtumba ni pamoja na kukuza na kuendeleza vipaji vya wanamichezo ndani ya jimbo letu. Tunafikiria ya kwamba liko eneo ambalo tumeliandaa katika kata ya Ipala ambako baadaye tutaanza polepole ujenzi wa kuwa na academy yetu, tuendelee kuanoa na kukuza vipaji vya vijana wa jimbo la Mtumba, na tunaamini kupitia academy itasaidia sana kukuza na kuendeleza vipaji. Leo hii nimetembelewa na rafiki yangu mkubwa kocha Nabi ambaye aliwahi kuhudumu hapa Tanzania kwenye klabu ya Yanga na baadaye akaenda Kaizer Chiefs. Ni rafiki yangu mkubwa tangu akiwa hapa. Aliniona katika harakati zangu na amekuwa pia akifuatilia Mavunde Cup na mara kwa mara amekuwa akinitumia ujumbe kama anatamani kuja kushiriki. Bahati mbaya amekuja wakati ligi ile imeshamalizika, lakini leo alitamani kuja Dodoma kwanza kuniletea jezi ya timu ambayo alikuwa anafundisha ya Kaizer Chiefs, lakini la pili ni kuonyesha utayari wake kwamba tukianza kile kituo chetu cha michezo kwa maana Football Academy, yuko tayari kutoa ushauri, yuko tayari kushirikiana nasi, yuko tayari kutoa utaalamu wake kwa ajili ya kuendeleza vijana wa jimbo la Mtumba. Kipekee kabisa namshukuru sana kocha Nabi, ametoka safari ndefu South Africa kuja Dar es Salaam mpaka Dodoma. Kwangu mimi ni heshima kubwa sana. Chama cha soka mkoa wa Tabora Tarefa kimesema kwamba hali ya uwanja wa Al-Hassan Mwinyi ipo vizuri na imeimarika kwa kiasi kikubwa, na uwanja upo tayari kwa ajili ya kutumika kutokana na maboresho makubwa ambayo yamefanyika kwenye sehemu mbalimbali za uwanja huo, ikiwemo sehemu ya kuchezea yani pitch. Hivyo kinachosubiriwa kwa sasa ni bodi ya ligi kuu kwenda kukagua uwanja huo ili ufunguliwe uendelee kutumika. Uwanja huo ambao unatumiwa na klabu ya TRA United Sport Club kama uwanja wake wa nyumbani ulifungiwa Septemba 20 mwaka huu na bodi ya ligi kuu kutokana na miundombinu katika uwanja huo kutokidhi matakwa ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu. Awadhi Sabuni ni katibu wa chama cha soka mkoa wa Tabora Tarefa, ameeleza hatua zilizofikiwa kwa sasa ndani ya dimba hilo ambapo linaendelea kufanywa maboresho makubwa katika maeneo mbalimbali. Tumerekebisha pitch kwa kiwango kikubwa kabisa kama ambavyo unaiona, iko tayari kutumika kwa michezo yote ambayo inasimamiwa na bodi ya ligi, na kilichobaki kinachosubiriwa ni tamko kutoka kwa mamlaka hizi kufungulia uwanja ili kuondoa taharuki kwa mashabiki na wajue kabisa kwamba mchezo unaofuata utachezwa hapa. Lakini hili lote litatokana na pale ambapo wakaguzi kutoka kwenye hivyo vyombo viwili vikubwa TFF pamoja na bodi ya ligi watakapofika kukagua na kujiridhisha. Lakini kwa hali ya kawaida nafikiri inaonekana pitch imekaa vizuri. Marekebisho mengine yanaendelea bila shaka yoyote, ikiwemo ufungaji wa nyavu kwenye maeneo yanayotenganisha mashabiki na wachezaji. Kwa hiyo ni imani yangu mpaka kufikia siku ya Jumapili kwenda Jumatatu nyavu zote zitakuwa zimefungwa na dimba la Al-Hassan Mwinyi litakuwa tayari kutumika kwa ajili ya mchezo yoyote ya ligi kuu, championship, first league. Kwa hiyo kwa sasa pitch hii haitakuwa na shida tena, na hata maeneo ambayo yote tunaenda kurekebisha kutakuwa na tatizo tena. Kwa hiyo ninachotaka kuhakikishia mashabiki wa soka wa mkoa wa Tabora na nje ya mkoa wa Tabora ni kwamba uwanja wa Al-Hassan Mwinyi utatumika kwa muda wote, uko tayari kutumika kwa muda wote.
eneo la kuchezea litakuwa tayari kutumika muda wote, majukwaa yatakuwa tayari kubeba mashabiki wa aina yote kulingana na capacity ya uwanja huu. Kwa hiyo ni watoe hofu kwamba sio maandalizi ya zimamoto. Kama ambavyo unaiona pitch, Tabora ni eneo kavu, hakuna mvua kwa kipindi kirefu, lakini unaiona pitch na ni ndani ya wiki moja tu. Ambapo nasema kwamba kwingineko ni kuhusiana na timu ya kikapu ya Dar City Basketball ambayo inashiriki ligi ya mpira wa kikapu kwa mkoa wa Dar es Salaam. BDL wamefanikiwa kutoa taji la ligi hiyo mara 7 baada ya kupata ushindi wa michezo 3 mfululizo kwenye michezo 5 ya fainali dhidi ya mabingwa mtetezi JKT kwa vikapu 76 kwa 62 katika mchezo uliochezwa katika uwanja wa Don Bosco Oysterbay Mbuyuni. Dar City wamefanikiwa kushinda mchezo wa 3 mfululizo baada ya mchezo wa awali kushinda kwa vikapu 68 kwa 44, huku mchezo wa pili wakiwatandika kwa vikapu 71 kwa 64. Hivyo katika michezo yote 3 ya fainali timu ya JKT haijafanikiwa kushinda mchezo wowote. Hii ni mara ya pili katika miaka 3 ya kupanda kwa Dar City katika ngazi ya ligi kuu ya mkoa wa Dar es Salaam. Ushindi huo umeipa timu hiyo zawadi ya shilingi milioni 10 pamoja na kombe kama mabingwa wapya wa mwaka 2025 wa ligi ya kikapu kwa mkoa wa Dar es Salaam. Na tukielekea kimataifa ambapo klabu ya FC Barcelona yenyewe imetangaza kuwa mchezo wao wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya Olympiacos ambao umepangwa kuchezwa Oktoba 21 utachezwa katika dimba la Olympic Ruiz na C Sporting Camp Nou. Awali uongozi wa klabu hiyo ulipanga mchezo wa 3 wa UEFA Champions League upigwe katika uwanja wao baada ya kufanywa ukarabati, lakini bado hawajakamilisha vibali muhimu kwa ajili ya ufunguzi wa dimba la Sportif Camp Nou. Ikumbukwe mara mwisho miamba hiyo ya Hispania kuweza kuutumia uwanja wa Camp Nou ilikuwa ni mwezi Mei mwaka 2023 walipoipiga Real Mallorca kwenye mchezo wa ligi kuu ya Hispania. Uwanja huo hapo awali ulikuwa ukiingiza jumla ya mashabiki 99 na baada ya ukarabati uwanja huo utakuwa na uwezo wa kubeba mashabiki 105,000. Na taarifa nyingine ni kuhusiana na riadha ambapo mwanariadha kutokea nchini Japan Ruisei Yone ambaye ana umri wa miaka 22 yeye ameweka rekodi mpya ya dunia baada ya kukimbia mita 100 kwa miguu 4 kwa muda wa sekunde 14.55 pekee. Rekodi ya aina hii imekuwa maarufu nchini Japan kwa miaka karibuni 20. Mwaka 2008 Kenichi Ito aliweka alama ya sekunde 18.58 kabla ya Corinne McCool kutoka Marekani kuboresha mwaka 2022 akitumia sekunde 15.66. Hata hivyo Yone ameandika historia mpya kwa kupunguza zaidi hadi sekunde 14.55. Akieleza safari yake, Yone amesema kwamba alivutiwa na wanyama tangu utotoni na mara nyingi alikuwa akipanda miti au kutembea kwa miguu 4. Na taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo. Ni kurejeshe kwake Mariango Mugeta aweze kukamilisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Sky TV.
Sky TV. Sky TV. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na sasa ni wakati wa kuweza kupata utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe dakika chache niweze kuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ukiwasilishwa nami Godfrey Kazinja. Kwa usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, tunatarajia kiwango cha chini zaidi cha joto kulinganisha na maeneo mengine ya nchi kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 10 katika mkoa wa Njombe, kufuatiwa na nyuzi joto 14 kwa mkoa wa Mbeya. Hali kadhalika kwa usiku wa leo tukitarajia hali ya ngurumo za radi zitokeze katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla, na mifumo ya upepo inatuonyesha kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi, isipokuwa katika maeneo ya kusini, hususan katika maeneo ya Ziwa Nyasa pamoja na pwani ya kusini. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, huku mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali katika maeneo hayo ya pwani ya kusini pamoja na Ziwa Nyasa. Ni vyema mkazi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo. Kwa siku ya kesho pia tunatarajia katika maeneo ya ukanda wa Victoria, mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi kuna hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ili hali maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini yakihusisha na mkoa wa Morogoro, kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika maeneo ya ukanda wa Victoria. Ni vyema mkazi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mvua kwa tarehe 7 pamoja na tarehe 8. Huku mkoa wa Dodoma ukitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza kutarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro kutarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Jiji la Mbeya linatarajiwa na hali ya mawingu kiasi, kiwango cha chini kitarajiwa kufikia nyuzi joto 12. Mkoa wa Morogoro kutarajiwa na hali ya mvua kwa tarehe 7 pamoja na tarehe 8. Arusha kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 13, huku kutarajiwa na hali ya mvua nyepesi. Ni kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania, hatuna la ziada. Tafadhali tukutane tena hapo kesho mida na nyakati kama hii. Asante na nikutakie wakati mwema. Naam, tamati ya Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mariango Mugeta, naendelea kufuatilia vipindi vyetu bora zaidi.